Hello vipenzi vyangu, habari zenu. Leo tupike roast ya kuku na wali wa njegere kwa gharama, yani kwa kutumia mahitaji marahisi ambayo kila mtu anaweza akayapata popote pale alipo. Na kabla sijaendelea, naomba kama bado hauja subscribe katika hii channel, naomba unisaidie kusubscribe, kulike pamoja na kucomment. Ukifanya hivyo utakuwa umenisupport kwa kiasi kikubwa sana. Na twende jikoni tukapike kwa pamoja. Na pia sikuwa na mahitaji mengi kama nilivyosema hapo awali. Yani mahitaji ni machache ambayo kila mtu anaweza akayapata popote pale alipo popote. Hapo nilikuwa naandaa vitu vyangu kwa ajili ya kwenda kupika. Hapo nilikuwa na kuku mbichi, nilikuwa naenda kumtia viungo sasa. Hiyo ninayotia hapo ni ajinomoto. Watu wengi huwa wananiulizaga ajinomoto ni nini? Jamani, ajinomoto sio ndimu ya unga. Ajinomoto sio chumvi. Ajinomoto ni kiungo ambacho kinatiwa kwenye nyama. Kinafanya nyama iwe na ladha na pia inasaidia kuivisha pia kwa haraka. Kwa hiyo baada ya ajinomoto nikatia chumvi, nikatia tangawizi pamoja na kitunguu saumu ambavyo nilivitwangia kwa pamoja. Then nikaenda kuweka ndimu. Kila kitu weka kiasi ambacho wewe unapenda au wewe yani wewe weka kiasi ambacho wewe unapenda kutokana na wingi wa mboga yako. Mimi niliweka ndimu moja kwa sababu mboga yangu nilikadiria hivyo. Kwa wewe kama ni mpenzi wa ndimu unaweza ukaweka zaidi au ukapunguza, na pia kama nilivyosema inatokana na yani wingi wa mboga yako. Kwa hiyo hapo nikawa nimemaliza kuchanganya. Hakikisha unachanganya vitu vyote vikachanganyike vizuri. Na leo sikaangi kuku, leo naenda kuchemsha. Watu wengi washanizoea kwamba mimi nakaangaga sana kuku. Jamani, leo tunachemsha, yani tunamchemsha mpaka aive, alafu tunaendelea na steps zinazofuata. Kama mnavyoona hapa kuku wangu aliiva, nikamweka supu, yani nilitaka aive awe mlaini kabisa. Kwa hiyo aliiva vizuri. Baada ya muda nikaandaa mahitaji yangu hapo. Mahitaji yangu ni machache kama nilivyosema mwanzo. Nilikuwa na hao kuku ambao nishachemsha, nyanya ambayo nimeisaga, wewe unaweza ukakatakata. Nilikuwa na pilipili hoho, viazi, kitunguu saumu, kitunguu maji, tangawizi, chicken masala, curry powder, mafuta ya kupikia, karoti ambazo nimezisaga na nimezikata vipande vipande. Kwa hiyo hapo nimeanza kuweka mafuta yangu jikoni ili kwenda sasa kupika vitu vyetu. Kuwa na mimi mpaka mwisho wala hautojutia muda wako. Kwa hiyo hapo nikaweka mafuta yangu jikoni kama mnavyoona vipenzi. Mafuta yakishapata moto ndio tunaenda kuweka sasa vitu vyetu. Na pia mafuta weka kiasi ambacho wewe unaona kinakutosha. Kama ni mengi wewe punguza, kama ni madogo wewe ongeza, na pia inatokana na mboga yako jamani. Sawa? Hapo nikaanza kukaanga viazi. Kama mnavyojua viazi ni vigumu sana. Yani viazi kwenye kuiva kwenye mboga jamani, huwa vinachukua muda. So nilianza kuvikaanga hapo mwanzo kabisa ili visinicheleweshe. Kwa hiyo nimetia viazi vyangu hapo na viweka sawa ili vyote vipatane na mafuta. Kwa hiyo wewe kama hautumii viazi, wewe unaweza usiweke viazi. Mimi napenda sana viazi kwenye mboga. Yani napenda sana viazi kwenye mboga. Hiyo napenda jamani. Ila kama mtu hapendi unaweza ukaskip, wewe usiweke. Kwa hiyo hapo tuendeleeni kupika kwa pamoja vipenzi vyangu. Hapo sasa nikawa na set camera ili muone kilichomo humo ndani kwenye hayo, yani kwenye hiyo sufuria. Kwa hiyo nimesogeza kamera vizuri ili muone mpaka ndani. Kwa hiyo hapo baada ya viazi kuchemka vizuri, yani nikaona hapa sasa inatosha, nikawa natia vitunguu maji. Pia weka kiasi ambacho wewe kinakutosha. Kikaange kitunguu chako vile wewe unataka. Hakikisha tu kisiungue au kisiwe kibichi kabisa. Kinaweza kikaregea, kitunguu mpaka kikaregea, ukaendelea na steps zinazofuata, au kitunguu mpaka kikabadilika rangi kabisa unaweza.
Kwa hiyo hapo mimi kitunguu changu kinaiva kama hivyo mnavyoona. Hakikisha tu kitunguu kisiungue. Iko ndo kitu ambacho unatakiwa kuhakikisha jamani. Kitunguu kikiungua kinakuwa kichungu kwenye mboga. Kama mnavyoona hapo tunaendelea sote kwa pamoja kukaanga hiyo mboga yetu. I'm sorry. Kwa hapo nilikuwa nakaanga kitunguu pamoja na viazi. Kama mnavyoona vipenzi vyangu. Kaanga mpaka hivyo vitunguu viregee na huku viazi vinaendelea kufanya nini? Vinaendelea kuiva. Kwa hapo naenda kutia na kitunguu saumu pamoja na tangawizi. Mimi huwa napenda kuchanganya kwa pamoja kitunguu saumu pamoja na tangawizi. Natia kitunguu saumu, tangawizi na yani napondea kwa pamoja. Hiyo kombo yake ni balaa jamani. Kama haujawahi kujaribu, jaribu, hautakuja kujutia jamani. Yani vikichanganya hivyo tu kwa pamoja vinanukia wazimu. Jamani, sina cha kuambia. Ndio hivyo hapa sasa kitunguu changu sikukiweka mpaka kibadilike rangi sana. Hapana. Nilitaka tu kilainike kidogo. Kwa hapa naenda kutia na pilipili hoho kidogo tu kwa ajili ya harufu fulani hivi ya mwanzo. Kwa hiyo hapo nimetia pilipili zangu hoho. Tunaenda sasa kukaanga na hivyo vipilipili hoho. Yaani vingine nimevibakisha kwamba tutatumia baadaye. Ila hapo pia nilitaka nitie mwanzoni jamani. Kwanza hapo tu yani inanukia, hapo sijamaliza. Vinanukia vipi? Vinanukia yani kwa sababu mimi napenda, sasa sijui ni mimi tu napenda sana hiyo kitunguu saumu na tangawizi niviweke kwa pamoja, na mimi kitunguu saumu bila tangawizi huwa sielewi jamani. Na tangawizi pia hauiweki nyingi, unaweka kidogo yani kupata tu kale ka taste ka tangawizi. Kwa hiyo hapa nikatia na ile carrot ambayo nilisaga kama nilivyosema mwanzo. Nilikuwa na karoti za aina mbili. Nilikuwa na karoti ambayo nimeikatakata vipande na nilikuwa na karoti pia ambayo nilisaga. Kwa hapo nimetia ile karoti ambayo nimeikwangua, yani nimeisaga. Zile za vipande sijaweka. Hapo tena nikaenda kuweka nyanya jamani. Nisameheni sauti yangu inakatakata, lakini nadhani tunaelewana, nadhani mnanisikia vipenzi vyangu, nawapenda. Kwa hivyo nikatia nyanya. Nyanya hiyo nimeisaga. Wewe unaweza ukakatakata. Ukipika wewe unaweza ukakata. Yaani unaweza ukapika vyovyote vile ambavyo wewe unajisikia. Wengine huwa wanapika nyanya alafu ndo wanazisaga kwenye blender. Yani ni kila kitu kipo sawa. Ni wewe tu unajua, kila mtu na mapishi yake. Kwa hiyo hapa nikaenda kuweka tena curry powder pamoja na simba mbili. Curry powder ndo hiyo simba mbili. Nimeweka curry powder na chicken masala. Kijiko kidogo, yani kijiko tu kidogo kimoja. Huwa sipendi maviungo mengi kwenye mboga, yani napenda kiungo kilete ladha kwenye chakula. Sio kibadilishi. Yani napenda kiungo kilete yani taste ya chakula, yani chakula kiwe kitamu, sio chakula kibadilike kabisa ladha. Yani nile chakula afu nasikia tu viungo, ina hata hiyo ladha ya kuku sisikii, huwa sipendi. Kwa maana ndio maana mimi huwa nawekaga kidogo. Lakini wewe pia kama mpenzi unaweza ukaweka, hatufanani jamani, tunatofautiana. Mwingine anapenda sana hizo spices. Kwa hiyo mimi sipendelei jamani. Kwa hiyo hakikisha nyanya zako zinaiva ndio unatia mboga yako. Sasa na mimi hapa nilikuwa nafunika. Yani nahakikisha mpaka hiyo nyanya hivyo jamani. Hiyo ndio kitu muhimu ukiwa unapika roast, mchuzi, hivyo. Kama nyanya haijaiva inaenda kubadilisha ladha yote ya chakula. Na ukichanganya na hivyo viungo vyote, nyanya isiive, utachukia hiyo chakula. Utasema sile tena chakula. Jamani hakikisha nyanya inaiva. Unaona mimi nyanya yangu hapa imejitenga kabisa na mafuta. Yani kwa macho tu unaona hiyo nyanya imeiva. Hainuki kwanza. Hakikisha nyanya yako hainuki ubichi. Jamani nadhani tunaelewana. Yani kwa kitu mimi ndio huwaga nasisitiza sana. Kwa hivyo naenda kuweka kuku wangu ambaye nimemchemsha vizuri. Mtamu. Yani hapo. Yani ni ana ladha. Kwa hapo nikawa nachanganya yule kuku pamoja na hivyo viazi na huo mchanganyiko mwingine jamani. Kama mnavyoona. Na pia sio lazima kuchemsha. Unaweza ukakaanga hizo kuku zako afika hiyo step ukaweka kwenye nyanya. Ila mimi leo sikutaka kuku kukaanga, nilitaka kuku nimchemshe. Yani nilitaka tu
ladha ya kuku ya kuchemsha. Si unajua hazifanani. Yeah. Kwa hiyo hapo nikachanganya vizuri kila kitu kipatane na chenzie. Nikatia tena supu kama mnavyoona jamani. Supu jamani, sijataka kutia maji. Niona kama mboga yangu itapoza. Ila kama wewe una supu, unaweza usiweke. Mimi ile supu ambayo nimechemshia nyama, ndo hiyo nimefanya nini? Nimetia humo. Jamani, kumbuka kwamba supu ina chumvi na ndimu hivyo, yani ina ile ladha ya kuku ile tumeiacha humo. Kwa hiyo ukitia hako kamboga ni kana changamka vipi? Si mnanielewa? Kwa hiyo hapo nikawa natia na vihoho vile vya mara ya kwanza ambavyo nilivibakisha kule mwanzo. Kama mnakumbuka, si mnakumbuka, tulibakisha vihoho kidogo pamoja na karoti ambazo nilizikatakata sikuziweka humo. Kwa hiyo hapo nikatupia humo kwa juu jamani, kwa ajili tu ya harufu nzuri na muonekano mzuri wa chakula. Ila na ukiweka hoho, pilipili hoho mwisho kwenye mboga, vinanukia jamani. Mimi niacheni. Kwa hiyo hapo nimeweka hivyo, na nimeweka pia supu nyingi ili mradi hivyo viazi vive. Mnajua tunavipenda viazi tu basi. Ila kwenye upande wa kuiva viazi vinatukosea sana. Ndio maana wengine huwa wanavikaanga kwanza peke yake, yani mpaka viive afu ndio wanavitia mwisho. Sasa huo muda pia mimi sikuwa nao. Kwa hiyo hivyo yani ni tu nivumilie, yani sijui nisemeje. Ila wewe unaweza ukavikaanga pembeni. Wengine huwa wanachemsha pembeni. Mimi kuchemsha pembeni huwa sipendi. Napenda nipike kuanzia mwanzo kiasi changu. Na pia sio lazima kiasi kwenye mboga. Kwa hapa nikajaza supu langu supu shindi. Hivyo yani nikajaza supu nakwambia. Weka vizuri hapo. Onja chumvi kama iko sawa. Onja chumvi kama iko sawa. Ndimu kama imekaa mahali pake. Na mimi pia jamani, kama mmenigundua mimi sipendi ndimu. Yani ile kula chakula cha ugadu siwezi. Napenda ndimu ni kukata shombo tu, yani nile chakula kisiwe na shombo. Sipendi ile ndimu kabisa kufanya. Yani sipendi ndimu ile iliyotokeza sana kwenye chakula. Kwa hiyo hapo sitoweka tena ndimu. Ndimu ile ambayo ipo kwenye supu ndo hiyo ambayo inafanyaje, inanitosha mimi. Kama wewe unaweza, kama wewe unapenda unaweza ukaweka. Hapo sasa baada ya muda nimekuja nimefunua, nimetia na kapilipili kangu. Baada ya muda sasa ya Mungu mengi, viazi vimeiva jamani. Mungu mkubwa, Mungu ashukuriwe. Viazi vyangu vikaiva. Mboga yangu iko tayari. Inanukia. Nikisema inanukia mnanielewa? Yani sina cha kueleza. Hiyo mboga ni inanukia afu kionja hivi ni tamu. Sina cha kuambia ndugu zangu. Kwa hiyo hapo nikaweka vizuri, nikazima jiko. Pilipili nimeweka humo kwa ajili ya harufu. Sijaweka ichemkie na mboga kwa sababu inaweza ikapasuka, alafu wengine hawatumii pilipili. Hivyo tu kuiweka juu afu huo mvuke jamani, inaenda kunukia vipi. Kwa hiyo hapo mboga yetu ipo tayari. Tunaenda kwenye wali wa njegere jamani. Wali wa njegere mahitaji yake so mengi. Mimi nilikuwa na maji ya moto, hivyo njegere, sijui karoti, mchele, mafuta. Kama una nazi unaweza kuweka. Mimi sikutumia nazi, lakini wali wangu ulikuwa mtamu sana. Kana mimi mpaka mwisho jamani. Uenjoy, najua unajifunza na pia unaenjoy na pia mpo kunisupport. Nawapenda sana. Kwa hapa nikaweka kama kawaida, nikabidi ni set kamera vizuri ili tu muone yani ninachopika huko ndani. Kwa hiyo hapo kitunguu nilikuwa nacho kimoja tu. Kama unavyo zaidi unaweza katia, kwa sababu mchele wangu pia ulikuwa ni kilo moja tu, na haimaanishi kwamba mchele kilo moja ndo utie kitunguu kimoja, no. Ila mimi nilikuwa nacho kitunguu kimoja. Kama una vingi zaidi unaweza ukaweka. Na kama sio mpenzi wa kitunguu unaweza useke. Ila kama sio mpenzi wa kitunguu weka hata kidogo. Yani kitunguu kina ladha fulani hivi kwenye wali jamani. Wanaojua wanajua. Kwa hiyo nikakatia kitunguu changu kimoja ambacho nimekisafisha vizuri. Kaanga ya kitunguu mpaka kibadilike rangi, kisiungue. Vitunguu vikiungua vinakuwa kwanza havina muonekano mzuri. Cha pili vinakuwa vya uchungu yani hivyo yani.
Kwa hiyo hapo nikakaanga kitunguu changu mwenyewe. Hapo nina njegere. Hizo njegere siende kuziweka mwanzo. Na hizo njegere ni mbichi, hazijachemshwa. Wengine huwa wakipika wali huwa wanachemsha njegere jamani. Mimi sipendi. Ukichemsha njegere za kutia kwenye wali, wakati wa kupika yani zinakupu, yani mpaka chakula kikiiva zinakuwa ni zimeiva sana, yani mpaka zinakuwa nisemeje, sio inaita kutumbuka, yani zinakuwa vurugika, zinakuwa zinavurugika kwenye wali wako. Kwa maana mimi njegere huwaga naikaga mbichi na zinaiva jamani, na huwa siweki mwanzo. Yani hapa nikishika mchele ndio naenda kutia njegere zangu. Na kingine, kuna watu yani jamani wakipika hawaoshi mchele. Kwa nini? Hata kama ndo mapenzi, wanasema wali ndo unakuwa mtamu jamani. Tuoshe hiyo mchele, wali unapita sehemu. Yani mchele unapita sehemu nyingi sana mpaka kutufikia. Yani kuanzia umevunwa huko mpaka unakufikia wewe. Haijalishi umenunua wapi. Haijalishi hata kama umelima mwenyewe. Afya ni bora jamani. Tuzingatie afya zetu. Sawa? Yani mimi siwezi jamani. Ila tusiwe tunapika hivyo bila kuosha mchele. Mwingine akipika nyama haoshi. Hiyo nyama imepitia mengi mpaka kufika buchani mpaka kufikia wewe. Okay. Hapo ndo tunaenda sasa kutia njegere zangu. Tunatia njegere, tunaenda kukaanga huo mchele. Hakikisha huo mchele ni ukaanga mpaka ukaangike. Sijui unanielewa. Kwa nikawa nakaanga. Sina hapa mimi njegere zangu sijazitia mwishoni, nimezitia mwanzoni kabisa. Yani sijazitia mwanzoni, nimezitia mwishoni na zinaiva. Na hapo kisha wali ukishaiva njegere inakuwa moja nzima. Haukuti njegere hata imepasuka. Na inakuwa inaiva, ina ladha. Sijui unanielewa. Nyie mnaanza kuchemsha njegere pembeni, hebu acheni mara moja. Tieni hivyo njegere hizo zinaiva. Sawa? Njegere zina nini? Zinaiva. Tia chumvi, kama una tui la nazi hapo unaweza ukaweka. Mimi sikuwa na tui la nazi. Nilikuwa na hivyo, yani nilikuwa na maji ya moto. Na wengine wakipika wali jamani, hawatiagi maji ya moto. Kwa nini jamani? Kwa nini mnakuwa hivyo? Kwa nini mnapoozesha hivyo vyakula? Nazi una sawa. Tia maji ya moto. Maji ya moto ni mazuri, yani chakula kinachangamka. Unatiaje maji ya baridi kwenye wali? Mimi tangu hata naonaga wazazi wetu wakipika huko nyuma, sijawahi kumuona mzazi anatia maji ya baridi kwenye wali. Si tena ndo tunajifanya na utandawazi jamani. Mimi nilijaribu, wala sio mtamu jamani, umepooza, haujachangamka hivyo yani. Kwa hiyo jitahidini tu tunaweka maji ya moto kwenye wali, kawali kanakuwa katamu, yani kamechangamka yani. Si unajua? Kwa hiyo unaona nimeukaanga huo wali kwa muda mrefu. Huo mchele nimeukanga kwa muda mrefu. Hapo naenda kuweka sasa maji ya moto. Maji ya moto. Kwa hiyo hapa nimeweka maji yangu ya moto. Kidogo tu. Usije ukajaza. Labda kama wewe unapendelea wali ule ulioshikana sana. Yaani ulioshikana. Mimi napendelea wali mkavu. Tena hayo yenyewe naona niliweka mengi. Huwaga naekaga maji kidogo, wali unaiva na mvuke yani. Kwa hiyo ukiutoa wali unakuwa mmoja. Situmii basmati lakini wali unakuwa mtamu wewe. Unakuwa mzuri, unachambuka vizuri. Kwa hapo nikaonja chumvi kama iko sawa, nikakutia hivyo vimichele vilivyobaki pembeni. Nisije nikaonja baadaye nikaona wali mbichi. Yaani hivyo vidude vina maana jamani. Hayo mamichele yaliyogandia pembeni, either kwenye sufuria humo pembeni au kwenye mwiko. Usipovitoa vizuri, baadaye unakuja kukuta yani ukila wali mbona wali mbichi sehemu nyingine, mbona kuna sehemu inatafunika, kumbe vile vimichele ulivyoviacha mwanzo. So tujitahidi kuweka sawa, yani kila mchele ukutane kwenye hayo maji. Basi hapo baada ya muda nikawa nageuza chakula changu sasa. Hapo mimi huwa jamani mimi napika wali kwenye gesi. Kwa kama una mkaa pia unaweza ukapalilia, sijui hapo hivyo yani. Kila mtu anajua kupika kwenye mkaa. Kwa nikaweka wali wangu vizuri sorry. Kwa nikaweka wali wangu vizuri kabisa, afu nikapunguza moto. Punguza moto, funika. Baada ya muda nakuja sasa kugeuza wali. Hapa hujaiva. Yaani ndio nimegeuza mara ya kwanza. Na hakikisha unauacha sana. Yaani usije ukageuza chakula wali hata hujaiva. Yaani hakikisha umeiva, unakata kuja kugeuza, hauchanganyani, sio kusema labda
mwingine utakuwa mbichi labda wa juu. Hapana, hadi wa juu ulikuwa tayari umeiva, niliacha muda mrefu. Si mnaona hapa nikigeuza njegere ni moja moja, si mnaona? Njegere ni moja moja na imeiva hiyo njegere. Nilisahau tu kuwapasulia hivi. Yaani hiyo njegere ni imeiva. Yaani unaiva mchele ushindwe kuiva njegere. Imeiva. Kwa mimi kama mimi sijawahi kuchemsha njegere jamani. Basi ni hapo nikafunika uendelee kuiva. Baada ya muda wali wangu ukawa tayari, nikawa naweka mboga yangu kwa ajili ya kwenda kuservia familia yangu. Jamani, mboga hiyo ilikuwa tamu. Huo wali ndio sikwambii. Nawapenda sana jamani. Kama hujasubscribe kwenye channel hii ya Mapishi na Roki, naomba unisaidie kusubscribe. Utakuwa umenisupport kwa kiasi kikubwa sana 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 sana. Aya jamani, chakula changu kipo tayari. Mnakionaje, kinavutia au kinaboa? Yaani kwa macho tu kinaonekana ni kizuri, kitamu vipi. Yaani kina ladha vizuri sana. Na kama mlivyoona sijatumia mahitaji mengi mtoto watu. Ila siwaambii jamani, chakula kilikuwa ni kitamu. Hata kwa macho si mnaona. Mimi nawapenda bana, msiache kunisupport, nawapenda sana. Mungu awabariki. Bye bye.